Bana, mabingwa watetezi wa CRDB Federation Cup Dar es Salaam Young Africans chini ya kocha mkuu Miloud Hamdi wameshakata tiketi ya kutinga hatua ya finali katika mchezo wa nusu finali CRDB Federation Cup iliyochezwa jana Mei 18, 2025. Yanga walishinda goli 2-0 dhidi ya JKT Tanzania uwanja wa Mkwakwani Tanga, na mabao ya Prince Dube dakika ya 41 kwa makosa ya safu ya ulinzi ya JKT Tanzania akiwa ndani ya 18, na bao la pili limefungwa na Mdathiri Yahaya dakika ya 90 kwa pasi ya Clatous Chota Chama mwamba wa Rusaka. Yanga inatangulia finali, inamsubiri mshindi wa mchezo wa nusu finali ya pili ambayo itachezwa kati ya Simba na Singida Black Stars. Wababe hao wawili, Simba na Singida Black Stars, wao wanatarajiwa kucheza Mei 31, 2025 katika uwanja wa Tanzanite Kwara huko mkoani Manyara. Mkoani Manyara ndipo ambapo nusu finali hiyo itafanyika. So Yanga ametinga hatua ya finali huku wakiendelea kumsikilizia mshindi baina ya Simba na Singida Black Stars. Lakini naweza nikasema jana ilikuwa ndo siku ya mwisho kwa mchezaji nyota wa klabu ya Yanga Stefan Aziz Ki kuonekana kwenye kikosi cha Yanga. Maana taarifa nilizonazo ni kwamba kiungo Stefan Aziz Ki anajiunga na timu ya Wydad Casablanca kwa ajili ya kucheza mashindano ya kombe la dunia la vilabu kwa maana ya FIFA Club World Cup ambayo yataanza Juni 15. Wydad wao wanaanza mazoezi leo hii Mei 19, na mechi yao ya kwanza watacheza dhidi ya Manchester City Juni 18. Kwa tafsiri hiyo ni kwamba jana ndiyo ilikuwa ni mechi yake ya mwisho kwa Aziz Ki akiwa na klabu ya Yanga. Tafsiri nyingine ni kwamba hatutomuona tena Aziz Ki katika dabi nyingine ya Kariakoo, iwe ya tarehe 15 ambayo Yanga wao wameweka msisitizo hawachezi, au finali ya CRDB Federation Cup kama Simba atafanikiwa kupita kwa kumtoa Singida Black Stars. So hizo ndo taarifa ambazo zipo kwamba Stefan Aziz Ki jana ilikuwa ndo mechi yake ya mwisho akiwa na uzi wa Yanga. So anaenda Wydad Casablanca kama taarifa ambazo toka mwanzo zilikuwa zinasema. Sasa imethibitishwa ni kwamba anaenda kujiunga na kikosi cha Wydad. Yanga wameshamuuza, so ataenda kujiunga nao mapema tu kwa ajili ya maandalizi ya World Club Cup, kwa sababu wao wanaanza mazoezi leo kwa ajili ya kujiandaa na mashindano hayo. So yeye aweza kawa huku na kata ameshasajiliwa tayari, so ni lazima aende kwenye timu yake ambayo imemsajili. Na naamini pia ni mazungumzo baina ya vilabu hivi viwili kati ya Yanga na Wydad Casablanca juu ya mchezaji huu. Lakini pia nahisi ilikuwa ni ratiba za ligi ya Tanzania, kwa sababu ratiba zilikuwa zinaonyesha ligi mwanzoni kabisa wakati timetable inatoka ya ligi yetu ilikuwa inaonyesha mwezi wa 5 huu ligi itakuwa imeisha. Lakini kutokana na kwamba Simba alienda mbali sana kwenye mashindano haya ya CAF, ndo maana ratiba imekuwa extended na imekuja kuaffect vitu vingi sana, kiasi kwamba wachezaji ambao wengine walikuwa wameuzwa, kiasi ambacho walikuwa wanatarajiwa kwenda kwenye timu zao ambazo wamejiunga mwishoni mwa msimu bado hujaisha mpaka mwezi wa 6. So inabidi wachezaji hao waende tu, kwa sababu Morocco ligi yao ishaisha tayari, huku bingwa akiwa ni RS Berkane. Muda tu alichukua ubingwa akiwa na mechi 10 mkononi, just imagine. So wao walishamaliza ligi mapema tu
na wanajiandaa na mashindano hayo ya vilabu duniani kote, na wao wataanza kucheza tarehe 18 na mashindano hayo yataanza tarehe 15 mwezi wa sita, lakini wao watacheza tarehe 18 wakiwa na Manchester City ya Pep Guardiola. Sasa lazima mchezaji tuseme mchezaji hatari au mzuri kama Stefan Aziz Ki, na wao wamemsajili kwa ajili ya hiyo kazi, lazima awepo. Na jana niliona tu kwa kile ambacho kilikuwa kinaendelea, kwa sababu kwanza jana kama ulikuwa makini, team captain wa Yanga alikuwa ni Stefan Aziz Ki, lakini ndani ya uwanja pia Dickson Job ambaye ndo tunajua ndo captain wa klabu. Japo Mwamnyeto ni captain, captain msaidizi ni Dickson Job. Mwamnyeto hakuwepo uwanjani, lakini Dickson Job alikuwepo uwanjani, kitu ambacho tulitegemea Dickson Job ndo angevaa ule usinga wa captain, lakini jana kwa heshima kubwa akavaa Stefan Aziz Ki. Kwa mtu ambaye alikuwa anajiongeza, lazima angeunganisha yale matukio na kujua kuna kitu kinaendelea hapa. Na Yanga naona wameanza kufanya hivi ili mambo yasiwe mengi. Wanafanya vitu vyao sasa hivi kwa siri. Hata usajili wenyewe sasa hivi wanafanya kwa siri, japo sajili zao ambazo wanaenda kuzisajili next season ni hatari sana, kitu ambacho naamini hawawezi kukosea. Wanamtoa mchezaji mzuri, lakini pia naamini wamekula hela ndefu sana kwa Stefan Aziz Ki kutoka Wydad, so lazima watasajili kiungo mwingine mzuri zaidi. Wengi watakuwa wanajiuliza sasa, namba 10 sasa hivi nani atakuwa anasimama kama Stefan Aziz Ki ataondoka. Yanga pale kuna utajiri wa wachezaji wengi wazuri, viungo nambari 10 ambao wanaimudu vizuri hiyo namba, kwa sababu hata Max Nzingeri pia ukiachana kwamba yeye anacheza winga, lakini bado ile namba anaweza kaicheza. Yanga bado wana Pacome ambaye pia ni versatile player, anaweza kacheza winga, lakini pia anaweza kacheza katikati. Yani wana wachezaji wengi sana, lakini tunachoamini ni kwamba Clatous Chota Chama sasa anaenda kuicement ile namba na kuendelea kuaminika kuweza kucheza, kwa sababu yeye ndo walikuwa wanabadilishana na Stefan Aziz Ki. Akitoka Ki anaingia Chama, akitoka Chama anaingia Aziz Ki. So Aziz Ki kuondoka kwake maana yake inamaanisha kwamba Chama anaenda kuchukua utawala. Sasa ndo muda huu ambao anaenda kwa convince mabosi kama wamuongezee mkataba au la, lakini nachoamini Chama anaenda kuchukua hiyo namba kutokana na Aziz Ki kwenda kujiunga na Wydad Casablanca. Sasa taarifa pia za Clement Mzize naye kuhitajika na Wydad pia, hizo pia zilikuwa ni nyingi sana, so sijajua zimeishia wapi, lakini ninachoamini pia Clement Mzize next season hatakuwa kwenye kikosi cha Yanga, atachukuliwa tu. So asipochukuliwa na Wydad, lakini bado Kaizer Chiefs walikuwa wanamhitaji, so lazima tu ataenda timu mojawapo kati ya hizo, kwa sababu kiwango chake alichokionyesha hapa katikati kilikuwa ni kikubwa mno, kiasi ambacho timu za nje zilihitaji huduma yake. So hata asipoenda Wydad Casablanca, lakini kuna timu hapa aidha iwe bondeni Afrika Kusini, hata huko Morocco kuna timu ambazo zitamchukua Clement Mzize, na kama sio Morocco basi hata Egypt kuna timu ambazo zitamchukua Clement Mzize kwa kiwango alichokionyesha. Na Yanga mipango yao ni kuuza wachezaji wawili kwa bei kubwa, ambaye ni Clement Mzize lakini pia na Aziz Ki. Aziz Ki aisha uzwa tayari na ameenda Wydad, so bado Clement Mzize, lakini pia lengo lao ilikuwa ni kuachana na wachezaji kadhaa ili kuweza kuleta new blood au fresh blood ambazo wao wataanza nao tena kwa ajili ya msimu ujao. Wachezaji ambao walikuwa wapo kwenye rada zangu kwamba wanaenda kuachwa, mojawapo ni Msonda, Kennedy Msonda, ambaye yeye pia anaenda kuachwa. Lakini pia taarifa zilikuwa zinadai Ikangalombo pia naye, kwa sababu wamefika lakini haonyeshi kile ambacho Yanga walikuwa wanakitarajia. Matumaini yao yalikuwa ni makubwa, higher expectation, lakini kile ambacho nakionyesha imekuwa ni raw expectation ambacho hata viongozi wenyewe hawaelewi. So pia nasikia wanaweza akamwacha, lakini pia na wachezaji wengine wa ndani huku, pia wachezaji wanaoingia
taarifa nilizo nazo ni kwamba Faisal Sufi anaweza akarudi tena mitaa ya Jangwani. Lakini pia mchezaji kama kuna tetesi pia zinadai mchezaji ambaye alikuwa wa Simba msimu uliopita sasa hivi alienda kujiunga na FAR Rabat. Huyu ni beki wa katikati, hapa namzungumzia Inonga. Naye pia nasikia Yanga wapo kwenye rada za kumchukua. Lakini pia kuna Kamgesha, yule ni mchezaji wa Al Hilal Omdurman ya Fontaine Benge. Huyu naye pia Yanga wanamnyemelea. So hizo zote ni tetesi, lakini Yanga wao ndo wanajua kwamba ni nani ambaye watamchukua. Lakini ninachoamini ni kwamba Yanga hawezi kufanya makosa kumtoa Aziz Ki afu kuleta mchezaji ambaye haeleweki. So naamini Yanga wataenda kutafuta mchezaji au mbadala wa Aziz Ki ambaye ni mzuri zaidi.